Wakati mwingine maisha ya mtu yanaweza kubadilika kwa sekunde chache tu. Mtu mwenye hadhi kubwa, mali nyingi, heshima ya kimataifa anaweza kupoteza kila kitu kwa tuhuma moja tu. Hii ndio hadithi ya Dan Alves, mchezaji wa soka mashuhuri duniani aliyeanguka katika kilele cha mafanikio hadi kwenye giza la gereza, na sasa amepatikana hana hatia baada ya zaidi ya miaka miwili ya mateso gerezani. Dani Alves alikuwa ni mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi wa kandanda wa kizazi chake, akichezea vilabu vikubwa kama Sevilla, Barcelona, Juventus na Paris Saint-Germain. Alves alijulikana kama beki wa kulia bora zaidi duniani kwa miaka mingi, akiwa na makombe zaidi ya 40 ya kitaifa na kimataifa. Alikuwa mtu aliyejijengea heshima na utajiri mkubwa zaidi. Wakati fulani thamani yake ya mali ilikuwa zaidi ya dola milioni 60, lakini yote haya yalianza kubadilika mwaka 2023. Mnamo Januari 2023, taarifa zilianza kusambaa kwamba Dani Alves alikamatwa huko Barcelona, tuhuma kubwa kumwingilia kimwili mwanamke kwenye choo cha klabu ya usiku. Mwanamke huyu ambaye alibaki kuwa mshahidi wa siri alidai kwamba Alves alimlazimisha bila ridhaa yake. Kutokana na sheria kali za Hispania kuhusu makubaliano ya ngono, yani consent laws, kesi yake ilichukuliwa kwa uzito mkubwa. Hata bila ushahidi wa moja kwa moja, ushahidi wa mwanamke huyo ulitosha kufikisha mashtaka mbele ya mahakama. Mara tu tuhuma hizi zilipoanza kusambaa, maisha ya Dani Alves yalivunjika vipande visivyoweza kuunganika hata kidogo. Wafadhili kama Puma walikataa mkataba naye mara moja na kumsababishia hasara ya milioni ya dola. Klabu ya Puma ya UNAM kutoka Mexico ilifuta mkataba wake na hata kufungua shauri dhidi yake, wakimtaka alipe fidia ya takriban dola milioni 2.2. Familia yake nayo iliteketea na ndoa yake na Joan Sanz ikafikia mwisho baada ya kufunguliwa talaka mwaka 2024. Kwa mara ya kwanza Dan Alves alikuwa amepoteza kila kitu: pesa, heshima na hata familia yake kwa wakati mmoja tu. Mnamo Februari 2024, mahakama ya Barcelona ilimkuta na hatia ya ubakaji na kumhukumu kifungo cha miaka 4.5 gerezani. Pia alitakiwa kumlipa mwanamke huyo fidia ya zaidi ya euro 150,000. Kiasi hiki kililipwa kwa msaada wa marafiki wake wa karibu, akiwemo Neymar na familia yake waliomsaidia kifedha. Hata hivyo, Dan Alves hakukubali kosa hilo. Alisisitiza mara zote kwamba hakuwa amefanya ubakaji wa aina yoyote ule. Kwa zaidi ya siku 839 akiwa gerezani, Brains 2 aliendelea kusubiri haki, huku jina lake likizidi kuchafuka duniani kote. Hatimaye mnamo Machi 28 mwaka 2025, mahakama kuu ya Catalonia ilitoa uamuzi wa kushangaza. Jopo la majaji walipitia upya ushahidi wote na kwa kauli moja wakamwachia huru Dan Alves. Majaji walibaini kwamba kulikuwa na mapungufu na kutokuwepo kwa uthabiti katika ushahidi uliotolewa. Kauli za mwanamke aliyemshutumu zilikuwa na mchanganyiko na kutofautiana, na muhimu zaidi, hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha ubakaji. Kwa hiyo baada ya miezi 14 nyuma ya gridi za chuma, Dan Alves alitembea huru, lakini maisha yake yalikuwa yamevurugika vibaya zaidi. Kwa sasa Dan Alves yupo huru, lakini je, kweli yupo huru? Utajiri wake mkubwa umetoweka, ndoa yake imekufa, heshima yake kama nyota wa soka imeharibiwa, na jina lake litaendelea kubaki likihusishwa na kesi hii hata baada ya kuachiliwa. Wakati huo huo, mwanamke aliyemshutumu anabaki kuwa mshahidi wa siri bila kesi yoyote dhidi yake kwa madai ambayo hayakuthibitishwa. Hadithi ya Dan Alves ni somo kubwa sana kwa jamii mzima. Inaibua maswali makubwa kuhusu jinsi kesi za unyanyasaji wa kijinsia zinavyoshughulikiwa, nguvu ya ushahidi wa maneno dhidi ya uthibitisho wa moja kwa moja, na pia uhalali wa maisha ya mtu kuharibiwa kwa tuhuma ambazo baadaye hazithibitiki rasmi. Kwa Dan Alves maisha yanaendelea, lakini si maisha yale ambayo alikuwa nayo awali. Na kwa dunia, kesi hii inabaki kuwa mjadala mkubwa wa haki, jinsia na uhalisia wa sheria, namna ambavyo unawakandamiza wanaume kila siku. Watu wengi wametamani kesi hii
ikapate kumrejea yule mwanamke kwa udanganyifu ambao amefanya na kulipa fidia ambayo yeye alidai kuweza kulipwa. Lakini imebaki kimya tu na watu wanaendelea kuwa wapenzi watazamaji na wasikilizaji.